Huduma za afya katika hospitali zote za umma katika kaunti ya Embu zimeendelea kulema, huku mgomo wa wahudumu wa afya ukiingia wiki ya pili. Wahudumu hao wamesisitiza kuwa hawatasitisha mgomo huo hadi malalamishi yao yashughulikiwe. Miongoni mwa madai yao ni kupandishwa vyeo ambako kumecheleweshwa kwa muda mrefu na kubadilishwa kwa ajira za mkataba kuwa za kudumu na zenye mafao ya pensheni. Sebastian Maria anaarifu. Wamefanya maandamano kando ya barabara kuu ya Embu kuelekea Meru. Hii ni kutokana na mgomo wa wahudumu wa afya katika hospitali zote za umma kaunti hiyo ya Embu, ambapo mgomo huo umeingia wiki ya pili, huku kaunti mbalimbali zikishuhudia migomo hiyo. Tukiibua haya maneno, tunapewa vitisho. Tunapewa vitisho ya kwamba sijui hawa wanasapoti ule mrengo wa siasa, sijui wako wapi. Sisi tungetaka tuambie governor Kinanga Ubanga, kwa sababu tuliona statement yake ya kwanza katika mtandao ya kwamba ametulipa mshahara. Sisi hatuko nje kwa sababu ya mshahara. Tuko nje kwa sababu ya issues ambazo siko kwa consent, na kwa consent hakuna kitu kama mshahara. Wahudumu hao wameshinikiza kupandishwa vyeo, kuwasilishwa kwa makato katika taasisi husika pamoja na ajira za kudumu zenye pensheni. Consent ambayo iko mahakamani, ambayo inaongea mambo ya promotion, inaongea mambo ya kuemploy wafanyikazi kwa PNP na mambo mengine. Sisi hatuko katika mgomo kwa sababu ya mshahara. Kwa hivyo ni vizuri awe anaelewa wafanyikazi wake kule kwa ground ni nini ambacho wanachopitia. Asituhusishe sisi na siasa. Sisi hatutabui mambo ya hiyo siasa iko katika nchi yetu, sijui 1 term, sijui 2 term, sijui 0 term, sijui nini. Sisi we are professionals, na tangu tuanjiriwe tumeona presidents wengi wamekuja wametuacha tukiwa civil servants. Tumeona governors wengi wamekuja wametuacha tukiwa civil servants. Na bado tutaendelea kutumikia wananchi wa Embu na any other part of the country kama professionals bila kujihusisha na mlengo wowote wa kisiasa. Aidha, wameishtumu serikali ya kaunti kwa kuwapa ahadi ambazo hazitekelezwi, ambapo hali hiyo inawaathiri kwa kushindwa kutoa huduma kwa wagonjwa. Kuna statutory deduction. Kwa hiyo consent kulikuwa na 169 million. Kwa hii 169 million in the consent tulikuwa tumeagree ilipwe in 2 installment. The first one ilikuwa supplementary budget ambayo haikuweza kukua factored in kwa supplementary budget ya 2025-2026. So waliweza kutuelezea kwamba kwa budget ya hii mwaka wameallocate 83 million ambayo wameweka kwa budget ya hii mwaka. Ile ya supplementary budget hawakuweza kuweka. So tunajiuliza hiyo pesa tulikuwa tumeagree na wakasign ya kwamba wataallocate kwa supplementary budget, na katika hiyo mkutano bado hatukuweza kupata majibu wataweka lini, kwa sababu going by the consent wali agree that wataweza kumaliza payment na hii financial year. So number one, the county government imeenda against the consent na against the agreement ile tuliweza kufanya kwa koti. Sebastian Maria, Undugu TV.